أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد. Wale wanaokumbuka wiki iliyopita tulitaja mambo atakayokuomba watu wa motoni. Tukataja mambo 8 ambayo watu wa motoni watakapokuona adhabu imekuwa ya kuendelea, adhabu ya kuumiza, watataka mambo haya polepole pole. Tukihesabu mambo yote ni 8, na yote mambo hayo 8 hayatakubaliwa, mambo yote yatakataliwa. Tukasema kwamba leo tutaangalia watu ambao ni watu wa motoni kwa majina yao. Ndio darasa yetu ya leo. Darasa ndefu, darasa muhimu, lakini mimi nitajaribu kwa muda nilionao wa darasa hii nimalize watu wote wa motoni kwa majina yao, ili wiki inayofuata nitaje jambo lingine. Tangu tulipoanza majina ya moto, sifa za moto, adhabu ya moto, leo hii ni darasa ya 7. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja kwenye Qur'an baadhi ya watu kuwa wao ni watu wa motoni kwa majina yao, au Mwenyezi Mungu ametaja sifa za watu wa motoni. Yeyote atakuwa naye sifa hizo, basi huyo ni mtu wa motoni. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili la muhimu zaidi kwetu sisi Waislamu, hatufai kumhukumu mtu kwamba ni wa motoni mpaka kwa dalili ya Qur'ani ama ya Sunna. Yaani huwezi kusema kwamba fulani ni mtu wa motoni ikiwa hakuna aya ama hakuna hadithi. Hatuwezi kusema kwamba fulani ni wa motoni, awe Muislamu ama asiyekuwa Muislamu. Haturuhusiwi kuhukumu masala haya. Ni Mwenyezi Mungu peke yake na mtume ndio anaweza kutoa hukumu kusema fulani ni mtu wa motoni. Na mtume akisema fulani ni wa motoni, huwa amepata wahi, ameambiwa na Mwenyezi Mungu kwamba huyu ataingia motoni. Ndio mtume akatangaza fulani finnar, kama alivyosema kwamba Abu Bakar fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna wa Saad fil janna wa Abdurrahman fil janna wa fulani fil janna, kwa wahi. Vile vile masala ya moto, hili jambo muhimu tunafaa tulelewe katika akida, kwa sababu leo jambo la kusikitisha, utakuta mtu anatoa hukumu ya fulani kwamba fulani ni mtu wa moto, hatujui sisi, ama fulani ni munafiq. La, mtume aliambiwa wale watu munafiqin, baada ya muda akaambiwa kwamba hawa ndio munafiqin. Vile vile masala ya moto haya, hawa watu nitakao kuwataja ni wa motoni, ni wa motoni kwa aya. Qur'ani imesema fulani ni wa motoni, sisi tunasema fulani ni wa motoni. Dalili aya hii. Mtu wa kwanza ama grupu ya kwanza watu wa motoni, Firaunu wa junudu. Firaun na askari wake. Sababu Firaun hakufanya kazi peke yake. Firaun wale askari ndio waliomsaidia mambo mengi. Na ile siku ya kwenda kuangamizwa, Firaun aliangamizwa na hawa askari wake. Qur'ani imethibitisha wazi kwamba Firaun na askari wake hawa wataingia motoni. Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratu Ghafir aya 45 mpaka 46, kwenye kisa kirefu cha suratu Ghafir
kuhusu yule bwana anaitwa Mu'minu Ali Firaun. Mu'minu Ali Firaun alikuwa ni waziri, ama tuseme alikuwa ni mshauri wa Firaun, sababu alikuwa na cheo kikubwa. Huyu bwana alikikaa kwenye baraza la mawaziri la Firaun. Alisilimu kwa siri, lakini ikafika wakati kwamba sasa ni lazima ajitokeze, na huyu bwana amejitokeza kabla ya hapo kumtahadharisha Musa. Huyu bwana ndio nataja hivyo, ndio tupate njia kuonesha Firaun na watu wake ni wa moto. Huyu bwana alimtahadharisha Musa siku moja, wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a, alikuja mbio kutoka kwenye kasri ya Firaun akimtahadharisha Musa, akimwambia innal malaa ya'tamiruna liyaktuluk, kuna mkutano ushafanywa hivi sasa kule, wale watu wa juu wameshapanga kukuua, fakhruj inni laka minan nasihin, toka hivi sasa, mimi nakunasihi. Ile fa kuonyesha wakati huo Musa hakuwa na time kurudi nyumbani kumwaga familia yake, wala Harun wala Biasia wala fakhruj, toka, inni laka minan nasihin. Musa hakuwa na time kumuuliza wewe nani, kwa sababu alitoka mbio kuokoa nafsi yake. Hapa akajitokeza tena bwana huyu kwenye kikao maarufu. Ukisoma suratu Ghafir, Mwenyezi Mungu anasema waqala rajulun mu'minun min ali Firaun, amepewa sifa ya imani, hata jina lake halijulikani. Ya qaumi ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Ukizifuata aya hizi, huyu bwana amesema ya qaumi mara 6. Mara ya mwisho ndio sasa akajitokeza kwamba mimi ni misilimu, ni mfuasi wa Mtume Musa alayhi salam. Akasema ittabi'uni ahdikum sabila ar-rashad, munifuate mimi sasa, muachane na Firaun. Kwa sababu alikuwa na wasiwasi bwana huyu, Mwenyezi Mungu akasema fawaqahu Allahu sayiatu ma makaru, Mwenyezi Mungu akamhifadhi na ule ubaya walikuwa wamempangia bwana huyu. Engeshikwa, engeuliwa, engetolewa Masri, engefanywa. Lakini Mwenyezi Mungu asema fawaqahu Allahu sayiati ma makaru wa haqa bi ali Firauna su'ul adhab, watu wa Firaun watapata adhabu kali. Adhabu gani? Annar, moto. Sasa yu'radhuna alaiha ghuduwan wa ashiya, kule makaburini Firauni na junudu watakuwa wakiteswa asubuhi na jioni, ghuduwan wa ashiya. Wa yawma taqumu as-saa, siku kiyama kimesimama, adkhilu ala firauna ashadda al-adhab, wachukueni Firauni na watu wake muwaingize motoni. Aya wadhih kwamba Firauni ni mtu wa motoni na askari wake. Watu wa pili ama grupu la pili ya kuingia motoni, Qarun wa Haman. Qarun na Haman, hawa ni watu wa motoni vile vile. Qarun ndiye aliyekuwa prime minister wakati wa Firaun. Ile baraza la mawaziri, yeye ndo anaeliamuru. Mtu kuandikwa kazi, kufutwa kazi ni Haman. Hata ukisoma sura kwenye Qur'ani, waqala Firaunu ya Haman ibn li sarhan la'ali ablughu as-samawat. Firaun alikimtuma Haman na alikimtuma Qarun na Haman. Firaun alikimtuma Haman kwa sababu Haman ndiye alikuwa kama waziri mkuu wa serikali ya Firaun. Na Qarun ni mtu wa familia Musa alayhi salam, lakini Qarun kwa sababu ya cheo chake na mali yake akafanya kazi na Firaun na Haman, na ile information ya Waislamu ilikipita kupitia Qarun. Qarun ndo alikuwa akipeana information kwa Firaun, huyu Muislamu, huyu amesilimu, huyu amefanya kadhaa. Watu wakishikwa, ilikuwa information imetoka kwa Qarun. Mwenyezi Mungu anasema inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhi. Ile qaumi Musa ni mtu wa familia yake, kwa sababu baba yake Musa na Qarun walikuwa ndugu. Yani Musa alikimuita Qarun ami yake, ndio Mwenyezi Mungu anasema inna Qaruna kana min qaumi Musa. Hawa vile vile ni watu wa motoni. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, suratul Ankabut aya 39 na 40, wa Qaruna, mbona ametajwa Qaruna?
wa Firauna wa Haman, watu watatu pamoja. Walaqad jaahum Musa bilbayinat fastakbaru fil ard wama kanu sabiqin, waliletewa dalili kutoka kwa Musa wakafanya kibr, hawakuweza kumshinda Mwenyezi Mungu, ndio wama kanu sabiqin. Aya zinaendelea, Mwenyezi Mungu mwisho asema wama kana Allahu liyadhlimahum, Mwenyezi Mungu hawajadhulumu watu hawa watatu waliotoja kwenye aya hii, walakin kanu anfusahum yadhlimun, wao wenyewe walijidhulumu. Kwa hivyo Firaun, Haman na Qarun, watu wengine wa motoni kwa majina Iblis wa ibnu Adam al-Qatil, Iblis na yule mtoto wa Adam aliyeua ndugu yake. Iblis ndio kabiru shayatin, yeye ndiye mkubwa wale mashaitani wote, wale majini walioasi ndio sasa wanaitwa shayatin, kwa sababu kwenye majini kuna Waislamu, wa anna minna almuslimun wa minna alqasitun. Sasa wale majini waliokataa message ya mtume wetu alayhi salatu wasalam na mitume yao waliotumilizwa, wale ndio sasa wanaitwa shayatin. Hilo kundi la wale mashetani walioasi amri ya mtume, amri ya Mwenyezi Mungu, amri ya mitume yao, wale vile vile watakuwa ni watu wa moto. Vile vile yule mtoto wa Adam aliyemuua ndugu yake, kwa sababu utaratibu wa zamani ilikuwa, sababu watu ni kidogo duniani, Bibi Hawa alikiza mara mbili, asubuhi mvulana na msichana na jioni mvulana na msichana. Yule kijana wa asubuhi ilikuwa haramu wakati huo kuoa dada yake aliyezaliwa naye asubuhi, ataoa yule dada aliyezaliwa naye aliyezaliwa jioni. Kwa hivyo kijana wa asubuhi ataoa msichana wa jioni, na yule kijana aliyezaliwa jioni ataoa msichana aliyezaliwa asubuhi. Huo ndio utaratibu uliokuwa hapo zamani. Yule aliyezaliwa asubuhi alipopewa utaratibu huu akakataa, akamwambia babake Adam, haiwezekani, mimi na huyu dadangu niliyezaliwa naye asubuhi. Ikawa kesi kubwa kwa ile familia. Mwisho ule bwana akaamua kumuua ndugu yake, akamwambia la aqtulannak, mimi nitakuua wazi wazi, la na nunu taukid, kwamba nitakuua ujue. Na bahati mbaya akachukua kisu akaenda akamuua yule ndugu yake, kwa sababu yeye ana lazima kuwa wa dada yake aliyezaliwa naye. Na kipindi hiki Adam alikuwa hayuko, alikuwa ameenda haji. Yule bwana alipoamua kumuua yule ndugu yake, Adam alikuwa hayuko pale nyumbani, Adam alikuwa ameenda haji. Haji ilikuwako, ndugu zangu, nguzo 5 za Uislamu ziko tangu Mwenyezi Mungu aumbe dunia. Swala ilikuwako, somo ilikuwako, haji ilikuwako, zaka ilikuwako, na shahada ilikuwako. Wakati watu wa mtume Daud walikisema vile vile, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Daudu rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Shuaib rasulullah. Shahada ilikuwako. Kipindi hiki Adamu alikuwa ameenda haji, akija akakuta mtoto wake mmoja ameuliwa. Mwenyezi Mungu amesimulia kisa hiki kwenye Qur'ani, fab'atha Allahu ghuraban fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Ashamua ndugu yake, hajui amfanyaje. Ndio makosa ya kwanza ya kuua ni huyu bwana. Hakuna mambo ya makaburi wala kuoshana wala salatu mayit, hakuna. Ndio ashakumua ndugu yake, akawa hajui afanyaje. Ndio Mwenyezi Mungu akatuma wale ghurab fil ardh, wakapigana naye, anaona. Alipomua ule mmoja akaenda akafukua shimo, akamchukua ule kunguru aliyeuliwa, akamtia, akafunika mchanga, ndo akajua hivi ndio tunafaa kuzikana sisi. Sasa huyu vile vile, huyu ni mtu wa motoni, huyu ndugu aliyeua, kwa sababu hakuna madhambi makubwa kama madhambi ya kuua. Kutoa roho ya mtu bila sababu ni madhambi makubwa. Hakuna madhambi mengine kwenye Uislamu kama makosa ya kuua. Yamepewa punishment 5 mtu akiua mtu. Waman qatala mu'mina mutaammidan fajazauhu jahannam, ataingia motoni khalidan fiha walaanahu wa adhabu adhaban alim, mara 5.
ataingia motoni tena milele, amekasirikiwa, amelaaniwa na Mwenyezi Mungu, na juu ya hao walahu adhabun alim, na adhabu nyingine kubwa. Ndio makosa makubwa ya kuua, sababu roho ni za Mwenyezi Mungu, inatolewa ile ruhu bil haqq, kwa haki. Mwenyezi Mungu anasema kamathali shaitani idh qala lil insani kfur, shaitani anamwambia mwanadamu kufuru, falamma kafara qala inni bari'u mink inni akhafu Allah rabbal alamin, mimi namuogopa Mwenyezi Mungu. Fakana aqibatahuma annahuma fi an-nari khalidain fiha wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin, kwamba Iblis na mashaitani hawa ni watu wa motoni. Suratul Hashr 16 mpaka 17. Watu wanne ambao wataingia motoni kwa majina: imraatu Nuh wa imraatu Lut, mke wake Nuh alayhi salam na mke wake Lut alayhi salam. Wanawake hawa wawili hawa walisimama na wasiokuwa waumini na wakawasaidia maadui dhidi ya mitume yao. Mke wake Nuh alikisaidiana na wale watu wabaya dhidi ya Nuh, na mke wake Lut vile vile alikisaidiana na watu wabaya. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Suratu Tahrim aya 10, dharaba Allahu mathala lilladhina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Mwenyezi Mungu anatoa mfano wa wanawake wawili waliokufuru, mke wake Nuh na mke wake Lut. Kanata, hawa wawili, tahta abdaini min ibadina, walikuwa chini ya mitume wetu wawili, salihain, tena watu wema mitume. Fakhanatahuma, lakini wakawafanyia waume zao khiana. Falam yughniya anhuma min Allahi shay'a, ile haikuwasaidia chochote kwa Mwenyezi Mungu kwa wao wako chini ya mitume, kwa sababu anlesa linsani illa ma saa, kila mtu atapata amali yake kulingana na alivyofanya yeye. Mtu haombewi msaada kwa siku ya Kiyama kwa sababu yeye ni mtoto wa mtume ama alikuwa mke wa mtume ama rafiki yake mtume. La, kila mtu atabeba mzigo wake. Sasa Mwenyezi Mungu asema fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi shay'a wa qila dkhula an-nara ma'a ad-dakhilin. Siku ya Kiyama wataambiwa, nyinyi wawili ingieni motoni na wenye kuingia motoni. Kwa hivyo mke wake Firaun, mke wake Nuh na mke wake Lut, hawa ni watu wa motoni. Kundi lingine la watu wa motoni, kafaratul jin bifinnar, wale majini waliopinga amri ya Mwenyezi Mungu, wale vile vile ni watu wa motoni. Ile ya kwanza ilikuwa Iblis, lakini hapa wale majini wabaya wanaoasi, wale wanaopinga mitume yao, na wale ambao kwamba wanafaa kumwamini mtume wetu, wale wakienda kinyume, wale ni watu wa motoni. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Suratul A'raf aya 179, walaqad dhara'na li jahannama kathiran min aljinni wal ins, tumeuandalia moto majini wengi na wanadamu. Majini kwa nini hao waingie motoni? Lahum qulubun la yafqahuna biha, wana nyoyo hawazingatii. Walahum ayunun la yubsiruna biha, wana macho lakini hawaoni. Walahum adhanun la yasmauna biha, wana masikio lakini hawasikii. Ulaika kal an'am, au ni sawasawa na wanyama. Bal hum adhal, wao ndio wabaya zaidi. Ulaika humul ghafilun, wao ndio walioghafilika. Hawa kwa nasi ya aya hii, wale majini wabaya ambao kwamba hawakuamini, wale tayari ni watu wa motoni, kwa sababu waliona, walisikia. Hata majini wa umma huu walisikia Qur'ani ikisomwa na wakaamini. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd faamanna bihi, mpaka mwisho wake. Na mtume alipotoka Taif, amepigwa mawe kule Taif, alipita njiani, alipokuwa anarudi Maka usiku, akainuka na swali qiyamul layl, na miguu yake amepigwa mawe mpaka midondoa damu, lakini alisimama akawa na swali. Mwenyezi Mungu akamletea kundi la malaika likawa nasikia Qur'ani ikisoma, imesimuliwa kwenye Qur'ani. Wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran, tulipokuletea kundi wanasikiliza Qur'ani ikisoma qiyamul layl. Falamma hadharuhu qalu ansitu, walipoona mtume anaswali sema nyamazeni tusikie Qur'ani.
wakasikia Qur'ani, wakaenda wakawalingania wenzao, wakasilimu wale. Mwenyezi Mungu alifanya vile kusudi kumpa mtume moyo. Kisa cha Taif ni kisa kina mafunzo makubwa. Anaambiwa mtume, ikiwa wewe umeenda kutafuta wanadamu na wamekupiga mawe, si utakuletea majini watasilimu hao. Na wakasilimu, wakapiga shahada majini. Si ampigwa mawe Taif? Sio na wasiwasi, majini hao watasilimu. Wakasilimu, wakaenda wakafanya dawa kwa majini wenzao. Ndio baadaye kaja mambo ya kwenda Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Lakini ilikuwa tayari washaamini hao majini. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema Suratul Jin aya 14 na 15, wa anna minna almuslimun wa minna alqasitun, kati yetu sisi majini kuna waislamu, kuna wale wabaya. Faman aslama fa ulaika taharraw rashada, wale majini wazuri wale waislamu wao ndo walifuata njia iliyonyoka yenye rashad. Wa amma alqasitun, wale majini wabaya, fakanu li jahannama hataba, wale ni kuni za moto wazi. Kwa hivyo moto vile vile utawachoma wale majini wabaya. Wale wazuri hisabuhum inda rabbihim. Mtu wa sita ama kundi la sita la watu wa motoni kwa majina ni mtoto wa Nuh, ibn Nuh alladhi aswa. Nuh alikuwa na watoto zaidi ya mmoja, sio huyu ambao tunamsimulia hivi sasa. Alikuwa na watoto wengi Nuh, kwa sababu alioa zaidi ya mke mmoja Nuh alayhi salam. Huyu mtoto wa Nuh alimuasi babake Nuh. Mwenyezi Mungu amesimulia kwenye sura Hud aya 42 mpaka 43, wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal, ile safina lilikuwa linatembea kwenye mawimbi ya sawasawa na majabali. Wanada Nuh ibnah, Nuh akamuita mtoto wake. Wa kana fi ma'zil, na alikuwa kwenye kama kizuizi. Ya bunayya yarkam ma'ana, ewe njoo upande na sisi mtoto wangu. Wala takun ma'al kafirin, usiwe pamoja na wale makafiri waliopinga amri za Mwenyezi Mungu. Huyu mtoto akamwambia babake, saawi ila jabalin yasimuni min alma, mimi nitapanda kwenye jabali litanizuia na maji, maji hatanifikia, msiwe na wasiwasi. Qala la asima alyawma min amri llahi illa man rahim, leo hakuna kizuizi na amri ya Mwenyezi Mungu ila yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amempatia rehema zake awe na sisi. Wahala bainahuma almawju fakana min almughraqin, likaja wimbi likawazuia kati yao, wimbi likaja likamwangamiza mtoto wake Nuh. Huyu Nuh alitumia ujanja wote na ufasaha wote na njia zote za dawa mtoto wake huyu aamini, lakini akakataa. Huyu vile vile ni mtu wa motoni. Kundi la saba la watu wa motoni, qaumu Nuh, watu wa mtume Nuh alayhi salam. Watu hawa walimkanusha mtume wao baada ya miaka mingi ya da'wa. Nuh ametumia njia zote za da'wa na watu wake. Inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, mpaka mwisho wake. Njia zote alitumia mtume Nuh, lakini hawakuamini. Mwenyezi Mungu anasemaje kwenye Qur'ani? Wama amana ma'ahu illa qalil, ni watu kidogo ndio walioamini na mtume Nuh. Ibn Kathir ukiangalia tafsiri ya aya hii anasema wale watu walioamini na mtume Nuh da'wa yake yote ni watu 39 peke yake. Da'wa ya mtume Nuh miaka 950 kabla ya tufan amefanya da'wa, na aliishi mtume Nuh baada ya tufani miaka mingine 50 akifanya da'wa yote hiyo, watu 39 na wengine wasema 49. Miaka yote hiyo Nuh amfanya da'wa. Alikifanya da'wa mtume miaka 100, Nuh akaweza kumsilimisha mtu mmoja tu. Afanye tena da'wa miaka 100, na ule silimu miaka 100 iliyopita mshikilie asije akatolewa, amsilimishe mtu wa pili, na ule wa pili amshikilie miaka 100 ama 50. Akizubaa tu kidogo mashachukuliwa sharudishwa kule, ndio akapata tu kidogo mtume Nuh. Na siku ya kiyama kama tulivyosimulia darasa za nyuma, sasa watamkataa mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Wataulizwa watu wake,
hal jaakum Nuh, Nuh amekuja akawafanyia dawa? Watasemaje? ma jaana Nuh, hatumjui Nuh ni nani. Sasa ndio mwanzo tutasikia jina lake hapa. Hadithi sahih Muslim na Ibn Majah na Tirmidhi na Nasai, hadithi sahih. Watamkana mtume Nuh kwenye hisabu siku ya Kiyama. Tulisimulia tulipozungumza masala ya hisabu hapa kwenye silsila Darul Akhirah. Watasimama jaana min Nuh, hatukumuona mtume Nuh. Sisi ndio tutasimama tumtetee mtume Nuh, tuseme la, kuna watu katika umma huu watachaguliwa wamsaidie mtume Nuh, waseme la ya Rabb, mtume Nuh aliwafikishia. Na mitume wengine wale ambao walipanda matatizo na watu wao, sisi ndio tutasimamishwa tuwatetee mitume ile. Mwenyezi Mungu atatuuliza, nyinyi mlijuaje? Hamkuwako katoa mtume Nuh. Mtasemaje mtume Nuh aliwaambia watu wake na hamkuwako? Sisi tutasema mtume wetu alituambia. Mtume alituambia kwamba mtume Nuh alifanya kazi yake, wafuasi wake ndio wabovu. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani tunaambiwa, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Lakini kusimamishwa kuwa shahidi wa mtume Nuh si kazi rahisi. Mwenyezi Mungu anaangalia imani yako unavyowatetea mitume, ndio utasimamishwa mtetee Nuh ama Musa ama Isa ama Zakaria ama Daud ama mitume wengine. Sasa kaumu Nuh vile vile wataingia watu wa motoni. Mwenyezi Mungu anasema suratu Hud aya 36, wa uhiya ila Nuh, Nuh akapewa wahi, annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Sasa imefika wakati hakuna mtu mwingine ataamini, ni hawa ambao washaamini, hakuna mwingine atamka shahada. Fala tabtais bima kanu yafalun, usiumie roho, usikate tamaa, kusha we kazi yako ushafanya. Lakini hawa ni hawa wafuasi wako hawa. Hapa ni ishara kwamba khalas, tena tufani sasa hivi itashuka. Ndio Nabii Nuh akawaambia watu wake, ikatengezwa jahazi na wakaiharibu hiyo jahazi. Kila wakati ikitengenezwa wanaiharibu. Nuh akifanya kazi asubuhi mpaka jioni, akiweka mbao, usiku atakuja watatoa ile mbao. Nuh asubuhi anaanza tena kazi. Nuh akiweka msumari na mbao mbili, usiku akienda kwake washatoa, washazivunja. Nuh alichukua muda kutengeneza ile jahazi, lakini angalia maajabu ya Mwenyezi Mungu. Ilipomalizika ile jahazi, wakasema hakuingii mtu kwenye ile jahazi. Wakafanyaje? Wakaenda wakafanya haja kubwa kwenye ile jahazi, walivyokuwa wabovu wa watu wa mtume Nuh. Alafu wakachukua wakaipaka ile haja kubwa ile jahazi yote. Mwenyezi Mungu akawaadhibu, wakapata upele, rashes kwenye nguo zao, kwenye uso, kwenye ngozi. Wakamaliza dawa, haiponi upele. Mmoja katika watu waliofanya ile kazi alipita kwenye ile jahazi, akataka kama kuanguka, ile haja kubwa ikaingia kwenye mkono wake. Alipoenda siku kulala, siku ya pili akaona imeanza kukauka, ile rashes zimeanza kukauka. Siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, ikaona ashapona. Akikumbuka ni ile haja kubwa kwenye jahazi la mtume Nuh. Wakaitana sasa, wende walisafishe jahazi. Wakalisafisha jahazi likawa jeupe. Wakawa wanachukua kitu wana ili wajipake wapone ile rashes zao, mpaka jahazi likawa safi. Ndio mtume Nuh akaingia akawaokoa watu wake. Miujiza katika kisa cha mtume Nuh. Sasa ubaya wote huu, hawa vile vile ni watu wa motoni, watu wa mtume Nuh, kama aya suratu Hud aya 36. Watu wa 8 watu wa motoni kwa majina yao, watu wa mtume Ad. Ad walitumilizwa mtume wao alikuwa mtume Hud alayhi salam. Hawa vile vile walimkanusha na wakampinga mtume Hud. Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratu Hud aya 59 mpaka aya 60, wa tilka adun jahadu biayati rabbihim, watu wa mtume Ad walizipinga aya za mtume wao, wa asau rusula,
na wakawakanusha mitume yao. Watu wa mtume Ad wakanushe mitume, na ni mtume Hud. Kama tulivyosema, mtu akikanusha mtume mmoja amekanusha mitume yote. Mtu akikanusha mtume Nuh amekanusha mitume yote iliyotumilizwa na Mwenyezi Mungu. Mtu akimkanusha mtume Muhammad amekanusha mitume yote iliyotumilizwa kabla yake yeye. Kwenye suratu Shuara Mwenyezi Mungu anasema kadhabat qaumu nuhin lilmursalin, watu wa mtume Nuh walikanusha mitume, na ni mtume Nuh. Hawa vile vile Mwenyezi Mungu asema waaswa rusulahu, kwa sababu mtume wao Hud walipompinga na kumkanusha walipinga mitume yote iliyotumilizwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu message ni moja, na aliyewatuma hawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. wattabau amra kulli jabbarin anid wa utbi'u fi hadhihi dunya la'na wa yawm alqiyama ala in adan kafaru rabbahum ala budan li'adin qaumi Hud. Hii aya kuonyesha watu wa mtume Hud wale ni watu wa moto. Watu wengine watu wa mtume Thamud, qaumu Thamud. Qaumu Thamud mtume wao alikuwa mtume Saleh alayhi salam. Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratu Hud aya 68, ala inna thamuda kafaru rabbahum ala bu'dan li Thamud. Wale Thamud waliokanusha mtume wao, Mungu wao, kafaru rabbahum, mola wao, ala bu'dan li Thamud, wamekuwa mbali na hidayah watu wa mtume Thamud, kwa sababu wao walikanusha Mwenyezi Mungu. Wao ni watu wa motoni. Watu wengine wa motoni kwa aya za Qur'ani, qaumu Lut, watu wa mtume Lut alayhi salam. Vile vile watu wa mtume Lut, vile vile suratu Hud. Hii suratu Hud imitaja visa vya mitume wengi. Angalia, sisi tumtaja hizi aya zote za suratu Hud, suratu Hud. Mwenyezi Mungu anasema kwenye aya suratu Hud aya 82 mpaka 83, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha, ilipokuja amri ya Mwenyezi Mungu ya kile vile vijiji, ile chini ikawa juu. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijili mandud, na tukawaletea mvua wa vijiwe vilivyotoka motoni. Tulipozungumza masala ya majina ya moto, katika majina ya moto ni sijil. Sasa hawa watu wa qaumu Lut waliangamizwa na mawe ya kutoka motoni, min sijili mandud musawwamatan inda rabbik wama hiya min adh-dhalimin bibaid. Watu wengine ambao wataangamizwa kwa watu wa motoni, qaumu Shuaib, watu wa mtume Shuaib. Watu wa mtume Shuaib vile vile walimkanusha mtume wao Shuaib. Mwenyezi Mungu akawaadhibu mara mbili watu wa mtume Shuaib. Hawa watu wa qaumu Lut mara moja tu ardhi ikageuzwa. Watu wa mtume Nuh ni ile tufani, lakini watu wa mtume Shuaib waliangamizwa kwa adhabu mbili. Kuna watu waliangamizwa kwa swaiha, kelele moja tu, na wakaangamizwa na upepo ulikuwa ukitoka kwenye mawingu meusi. Ule upepo ukija walikuwa wakichomeka, wakifa, wakianguka chini. Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratu Hud aya 94, walamma jaa amruna, ilipokuja amri ya Mwenyezi Mungu kuangamiza watu wa mtume Shuaib, najaina Shuaiban, tulimuokoa mtume Shuaib, walladhina amanu maahu birahmatin minna, kwa rehma za Mwenyezi Mungu, wa akhadhat alladhina dhalamu as-sayha, ukelele tu moja wote wakaangamia. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, wakawa kwenye majumba yao sawasawa na ile log ya mti imeanguka, haina faida, haina roho, haimove, haina taharak. Jathimin, wamefreeze. Hawa watu wa mtume Shuaib. Yaumu dhulla ndio adhabu ya pili ya hawa. Waliona wingu wakasema, hili wingu pangine lina upepo na sisi. Ile wingu likabadilika likawa jeusi. Mwenyezi Mungu akamrisha ile wingu ikawa linaleta upepo wa kuwachoma, wakawa wanakufa. Hawa watu wa mtume Shuaib waliangamizwa adhabu mbili. Watu wote hawa, watu wa mtume Nuh, mtume Lut, mtume Shuaib, Saleh na mitume wengine, hawa waliwakanusha mitume yao.
Na mtu akimkanusha mtume wamefanya jambo la kufr. Yani kufr maana yake nini? Amempinga Mwenyezi Mungu, amemkataa Mwenyezi Mungu. Sio shirki. Shirki ni masala mengine, lakini kufr ni kupinga hakuna Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio kufru. Sasa hawa wazamu walimpinga mtume, ni sawasawa na kumpinga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtu akimpinga Mwenyezi Mungu, akimpinga mtume, kwa nasi ya Mwenyezi Mungu, huyo ni mtu wa motoni milele. Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratul Bayyina aya 6, innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Hao ndio viumbe wabaya, kwa sababu ni watu wa motoni. Kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin, walimpinga Mwenyezi Mungu na mitume yake, kwa hivyo hao fi nari jahannama khalidina fiha. Mwenyezi Mungu anasema tena suratul Baqara 24, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lilkafirin. Mwenyezi Mungu ameuumba moto kama tulivyosema mwanzo darasa za moto. Kwa nini Mwenyezi Mungu aumbe moto? Mwenyezi Mungu ni rahim, ana huruma. Tulisema sababu kwa nini kuumbwe moto. Hapo Mwenyezi Mungu anasema fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Ule moto kuni zake ni watu na mawe. Uiddat lilkafirin, ule moto umeandaliwa kwa wale watu wabaya. Hilo ni kundi la watu wa mtume Nuh, watu wa mtume Lut, watu wa mtume Shuaib, Thamud na kadhalika. Mimi nasema kuna umuhimu tusome tarikh, history. Sisi maal asaf hatusome tarikh. Tarikhi yetu ni watu wachache wanaoijua. Tarikhi ya mitume tu wao ni wachache wanaochukua muda kusoma tarikhi ya mtume Adam au mtume Shuaib au mtume Saleh au mtume Musa. Sisi wala alhamdulillah tulisimulia kisa cha mtume Musa hapa takriban darasa 20, na nitarudia tena kisa cha mtume Musa kwa mafunzo yaliokuwa ndani yake. Tuchukue muda wetu kusoma maisha ya mitume na maswahaba na tabi'in na tarikhi yetu. Mimi narudia kusema ilmu leo imekuwa nyepesi. Ilmu sio kama zamani. Ilmu imekuwa nyepesi leo. Imefika wakati sisi tuchukue muda tusome tarikhi yetu. Sisi leo tunaweza kujua tarikhi ya mchezaji wa mpira kwa mfano. Mchezaji wa mpira, mtu akajua mizaliwa lini, kijiji gani, alikuwa na ugonjwa gani, mshahara wake ni pesa ngapi, ametoka klabu hii akaenda klabu hii kwa pesa ngapi na ilikuwaje. Ile tarikhi mtu anaijua yote ya mchezaji. Au mwanasiasa huyu alianza chama hiki akatoka, ikatokea problem hii, akaenda chama hiki, akaingia chama hiki, mpaka sasa amefika hapa. Lakini sisi hatujui tarikhi ya watu wetu walioitetea hii dini, tukawashindwa sababu kukaa hapa ni wao. Mimi nilisimulia kisa cha tabi'i, mtu ambaye hakumuona mtume, aliwaona maswahaba. Nilisimulia kisa chake hapa kwamba alizungumza na simba, watu wakashtuka. Bwana mmoja hakuamini, akaenda akafanya research, akaona ni kweli amezungumza na simba. Tabi'i mwenyewe anaitwa Sila ibn Ashyam al-Adawi. Mimi najua ndio mwanzo tunalisikia jina hili. Sila ibn Ashyam al-Adawi alizungumza na simba kwenye qiyamul layl. Simba alimsimamia hapa mbele yake na anaswali. Hakuvunja swala, hakubabaika, akaswali mpaka akamaliza, akatoa salamu. Alafu akamwambia simba maneno, simba huyo akaenda zake. Yule aliyemfuata hakuamini, mpaka siku ya pili asubuhi anaomba, wewe jana ulinisumbua sana, mimi nimekufuata naona unazungumza na simba, ulimwambia nini simba wewe? Akamwambia mimi sikuambii siri yangu na Mwenyezi Mungu. Akamwambia la, lazima uniambie. Baada amemsumbua kweli kweli, ndo akamwambia, mimi nilimwambia simba, in kunta umirta biqatli fakulni, ikiwa wewe umeamrishwa na Mwenyezi Mungu kunila nile basi, wa in lam tu'mar bidhalik fatrukni unaji rabbi, ikiwa hujaambiwa kunila ondoka, mimi nitakuzungumza na Mwenyezi Mungu. Fatrukni, niache, unaji rabbi,
nizungumze na Mola wangu. Na simba akakimbia akaenda zake. Swila akainua mikono akamwomba Mwenyezi Mungu anachokitaka. Swila ibn Asham al-Adawi, wangapi washasikia jina lake? Narudia, tarikh, tusome tarikhi yetu ndugu zangu. Kundi lingine, kwa sababu ya muda, kundi lingine la watu wa motoni ni Mayahudi Banu Nadhir. Madina kulikuwa na makabila matatu ya Kiyahudi: Banu Nadhir, Banu Quraidha na Banu Qainuqa. Hawa ni makabila Mayahudi watatu walioishi na Mtume Madina, na kila kabila lilifanya matatizo likatolewa Madina. Banu Nadhir hawa walipanga njama kumuua Mtume. Kulitokea Mtume alikwenda kwenye kabila hili kufanya sulhu ya fidia, kwenda kulipa fidia ya mtu aliyeuliwa kati yao. Mtume akaja na Abubakar kwenye kikao. Banu Nadhir walivyokuwa wabaya, wakasema Mtume atakuja atakaa hapa yeye na Abubakar. Wakapandisha Mayahudi juu kwenye sakafu, kwenye floor ya ile nyumba. Wakasema wakapandisha mawe juu, wakasema Mtume akikaa, teremsha hii mawe mpige kwenye kichwa Mtume afi. Wakapanga hivyo Banu Nadhir hao, na Mtume akaja akakaa na Abubakar, na wakawa wameshapandisha mawe kule juu. Mwenyezi Mungu akamtuma Jibril akamwambia, mwambie Muhammad aondoke hapo, kuna mawe juu hapo. Na Mtume akaondoka. Mtume akaona ile kesi imekwisha, akarudi zake Madina. Hajafika Madina, Jibril anamwambia, Muhammad, wewe ndio unaona mambo yamekwisha, sisi kwetu mambo bado. Wale Banu Nadhir wanafaa kutolewa Madina, usiwawache. Na Mtume akaenda akawatoa, wakawekwa kwenye, wakaringizwa kwenye ule mtaa wao siku 21. Mwisho akatolewa Madina. Mwenyezi Mungu anasimulia kwenye suratul Hashr aya 3, walaula an kataba Allahu alaihimul jala, lau Mwenyezi Mungu hangeandika watolewe Madina, la'adhabahum fi dunya, ingewaadhibu vile vile hapa duniani, walahum fil akhirati adhabun nar, na siku ya kiyama wataingia motoni Banu Nadhir. Na tukipata fursa baadaye tutakuja kueleza kesi ya Banu Qainuqa na Banu Quraidha. Sasa yeyote ambaye kwamba leo yuko, hili ni kesi ya Banu Nadhir, kwamba wao watakuwa motoni. Lakini mtu yeyote kwa sasa amekuja wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hakumwamini, huyo ni mtu wa motoni. Mwenyezi Mungu, Mtume anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, Mtume anaapa, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, yeyote atakaye kunisikia mimi kwenye umma huu, yahudiyun wala nasrani, awe myahudi au mnaswara, thumma yamut walam yu'minu billadhi ursiltu bihi, afe na hajaniamini mimi, illa kana min ashabin nar, huyo ni mtu wa motoni. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kukamilisha ile kazi ya mitume yote iliyotumilizwa kuanzia Adam. Uislamu umekuja tu pole pole. Mtume akaja akaukamilisha Uislamu. Na Mtume Isa akirudi akhiru zaman, hatakuja na dini yake ya wakati wake Mtume Isa wala sharia zake, kwa sababu Mtume Isa alikuwa Muislamu. Yeye atafuata Qur'ani, ataswali swala yetu hata pale mahali atakapokushuka kule Dimashq. Sababu sisi tunaamini Isa atashuka wakati wa swala, kuna kimiwa swala. Ule msikiti atakaoingia, wale watu watahisi huyu ni Mtume Isa alayhi salam, watampatia qibla aswalisha. Mtume Isa atakataa, atasema imamu wenu ndio ataswalisha, mimi ni mfuasi wa hii dini. Isa alayhi salam, mtu wa 13 ambaye kwamba ataingia motoni kwa jina Abu Lahab wa mraatuhu. Abu Lahab, ammi yake Mtume na mke wake. Aya kila siku sisi tunasoma, tabbat yada abi lahab wa tab, imeangamia mikono miwili ya Abu Lahab wa tab. Mwisho Mwenyezi Mungu anasemaje? Sayasla naran dhata lahab, Abu Lahab ataingia moto wenye kuwaka kwa wekundu, ile miale ya moto ni rangi ya red, lahab.
wa mraatuhu hammalat alhatab, mpaka mwisho wa sura. Mtu wa mwisho ambao ataingia motoni kwa jina ni Al-Walid ibn al-Mughira. Nani huyu? Huyu ndiye baba yake Khalid ibn al-Walid radhiallahu anhu. Khalid, babake Khalid ni mtu wa motoni, lakini Khalid ni mtu wa peponi. Angalia baba Al-Walid ibn al-Mughira, kwa nasi ya Qur'ani ni mtu wa motoni Al-Walid ibn al-Mughira, na alikuwa mtu ana uwezo, ana mali, ana watoto, ana jina, ana cheo. Pale Maka siku za haji ya wakati wao, yeye ndo alikuwa akisimamia bajeti ya chakula, mahujaji wote iko chini yake yeye, na alikuwa haruhusu mtu mwingine atoe pesa yake ya kuwalisha watu wa haji, mahujaji, ila kwa amri yake yeye, Al-Walid ibn al-Mughira. Mwenyezi Mungu amesimulia kisa chake kwenye suratul Mudaththir aya 10 mpaka 26. Dharni wa man khalaqtu wahida, anaambiwa mtume huyu niachie mimi huyu. Wa man khalaqtu wahida, huyu mimi namuumba peke yake, hakuna mwenye sifa kama zake yeye. Waja'altu lahu malan mamduda, nikampa mali ya nyingi. Wa banina shuhuda, na watoto wengi, ndugu zake Khalid ibn Walid. Aya zinasonga, mwisho Mwenyezi Mungu anasemaje? Sauslihi saqar, nitamuingiza motoni huyu Al-Walid ibn al-Mughira, kwa sababu alichukua msimamo, akasimama kidete dhidi ya Mtume alayhi salatu wasalam, mpaka akasema ikiwa Mwenyezi Mungu ataka kuchagua mtume, basi ningekuwa mimi, sio Muhammad, kwa sababu ya jina lilokuwa nalo, cheo, mali, kila kitu anacho yeye, alikuwa kikitajia kwa wakati ule. Lakini sauslihi saqar, ataingia motoni, wama adraka ma saqar, mpaka mwisho wa aya hizo kwenye suratul Mudaththir. Na kuna kitabu kimeandikwa kuhusu watu wa motoni, kinaitwa Kitabu Ahli Nar, cha bwana mmoja anaitwa Yusuf Al-Hajj Ahmad. Atakayetaka maelezo zaidi kwa watu hawa wa motoni ataweza kupata maelezo kwa zaidi kwenye kitabu hicho. Leo nimemaliza watu wa motoni kwa majina yao, lakini darasa inayofuata darasa muhimu sana, asbabu dukhuli nar, sababu zinazoweza kumfanya mtu aingie motoni. Nini lau mtu atafanya waliyadhu billah ni mtu wa motoni? Kuna sababu kadhaa. Hiyo ni darasa muhimu ya wiki inayofuata insha Allah taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.